Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Juma hili tunaliangazia somo la 3. Kumbuka robo hii inasema kuunganisha mbingu na dunia. Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Mada yetu juma hili inasema uzima na mauti kwa ajili ya Januari 10 hadi 16 mwaka huu wa 2026. Na huu ni ufafanuzi kwa mwalimu. Sehemu ya ufafanuzi kwa mwalimu imegawanyika katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ni muhtasari, sehemu ya pili ufafanuzi, na sehemu ya 3 ni matumizi maishani. Sehemu ya kwanza, muhtasari. Aya muhimu ni Wafilipi sura ile ya kwanza aya ya 21. Neno la Mungu linasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Lengo la somo, Wafilipi sura ya kwanza ya 19 hadi 30 na Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 ya 14 hadi 16. Martin Luther King Jr. aliwahi kusema, ikiwa mtu hajagundua kitu anachokifia, hastahili kuishi. Imenukuliwa katika Mark Walker, The New Encyclopedia of Christian Quotations, ukurasa wa 404. Paulo alitoa mawazo yanayofanana. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Wafilipi 1:21. Haya si maneno matupu. Paulo kweli alikuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Warumi 14 aya 8. Jambo ambalo hatimaye alilifanya. Timotheo wa pili sura ile ya 4 aya 6 hadi ya 8. Akinukuu kutoka katika Zaburi ya 44 aya 22, Paulo alimtangazia Bwana, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Warumi 8 aya 36. Hivyo maneno yake katika Wagalatia 2:20 hayapaswi kutushangaza. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Paulo alikuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo kwa sababu alijitoa kuishi kwa ajili yake. Paulo anaendelea, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Wagalatia 2:20. Hivyo Paulo aliishi na kufa kwa ajili ya Injili. Somo la juma hili linaangazia mada kuu 3. Mada ya kwanza, Mungu anatuita tuishi maisha yenye mtazamo wa utume, hata kututaka tuwe tayari kufa kwa ajili yake. Mada ya pili, kifo kinafananishwa na usingizi ambao suluhisho lake ni ufufuo wa mwili, si hali ya kutokufa kwa roho. Mada ya 3, Kristo anatupatia wito wa umoja katika roho wake. Kwa sababu sisi sote tunahusika katika vita vya kiroho, hatupaswi kutumia silaha sahihi tu, bali pia kupigana pamoja kwa umoja. Sehemu ya pili, ufafanuzi. Kielelezo. Kisa kinasimuliwa kuhusu John Bradford aliyechomwa moto hadi kufa kwenye mti Julai 1 mwaka 1555. Bradford alikuwa kasisi wa Mfalme Edward wa 6 wa Uingereza na alikuwa mmoja wa wahubiri mashuhuri zaidi wa wakati wake, lakini aliifia imani yake. Alipokuwa akitolewa gereza la Newgate ili kwenda kuchomwa moto, alipewa ruhusa ya kuzungumza na kutokea kwenye gari alilopandishwa hadi kufa kwake. Njia yote kutoka London kusini hadi Newgate alipaza sauti yake, Kristo, Kristo,
Hakuna mwingine ila Kristo. Kama alivyofanya Paulo, Bradford alijitoa kwa ajili ya utume kwa kuishi na kufa kwa ajili ya Kristo. Kuishi na kufa kwa ajili ya Kristo. Kauli ya Paulo katika Wafilipi 1:21 ni moja ya kauli inayofaa kutazamwa sana katika nyaraka zake zote. Utayari wake wa kuishi kwa ajili ya Kristo unaoashiria kustahimili magumu yasiyoepukika na hata kufa kwa ajili yake, unasisitizia tumaini lililodhihirishwa katika aya iliyotangulia. Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Wafilipi 1:20. Dhana yenye kuleta mkanganyiko hata hivyo ni dai la Paulo kwamba kufa ni faida. Anamaanisha nini kusema hivyo? Mtu anawezaje kufaidika na kifo chake mwenyewe? Kulingana na shauku ya Paulo iliyodhihirishwa katika Wafilipi 1:23, kwenda zangu nikae na Kristo. Wengine wamehitimisha kwamba Paulo anathibitisha kwamba angekuwa pamoja na Kristo mara tu baada ya kifo. Lakini wazo kama hilo linapingana na mafundisho wazi ya kimaandiko kuhusu hali ya kutokufa kwa roho na kifo kama usingizi. Ili kuelewa kile ambacho Paulo alimaanisha kwa kurejelea kifo kama faida, inafaa kuchunguza matumizi yake ya neno faida kutokana na neno la Kiunani kerdos na kitenzi kinachohusiana nalo kupata kutokana na neno la Kiunani kerdaino mahali pengine katika maandishi yake. Katika Wafilipi 3:7 na 8, Paulo anataja kwamba yale aliyoyahesabu kuwa faida hapo awali, yaani kerdos, sasa anayahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Wafilipi sura ile ya 3:7, yaani kwa sababu ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu. Wafilipi 3:8. Paulo anaeleza zaidi, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote ili nipate, yaani kerdaino, Kristo. Wafilipi 3:8. Kwa hiyo, kwa Paulo kufa ni faida, kwa maana kwamba hatimaye atampata Kristo kwa kumwona wakati wa kuja kwake mara ya pili. Timotheo wa pili sura ile ya 4 aya ya 8. Inawezekana pia kwamba faida ya kerdos katika Wafilipi 1:21 ina maana ya kimishonari. Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 9 aya 19 hadi 23, Paulo anatumia neno kerdaino kama neno la kimishonari, na lijifanya mtumwa wa wote ili nipate, yaani kerdaino, watu wengi zaidi. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate kerdaino Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria, nalikuwa kama chini ya sheria, yaani kerdaino, ili niwapate walio chini ya sheria. Nalikuwa kama sina sheria ili niwapate kerdaino, ili niwapate hao wasio na sheria. Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge ili niwapate, yaani kerdaino, wanyonge. Kuhusiana na hilo, maoni yafuatayo juu ya Wafilipi 1:21 yanafaa. Paulo ana shauku ya kumtukuza Kristo. Ikiwa Bwana wake angeona vyema zaidi kwake kutoa ushuhuda kwa njia ya kuishi na kuhudumu, angemwakilisha inavyotakiwa. Lakini kifo cha mtu mwenye haki kinaweza pia kuwa uthibitisho wenye nguvu wa kufaa kwa injili ya neema. Tofauti kati ya kifo chake na kifo cha yule anayekufa bila tumaini ingekuwa dhahiri kiasi kwamba mvuto wake ungeleta faida kwa ufalme wa Kristo. Mioyo inaguswa na kulainishwa na hakikisho tulivu na ujasiri wa yule ambaye tumaini lake liko kwa Mungu wake kabisa, hata katika saa ya kufa. The SDA Bible Commentary, Volume 7, ukurasa wa 147.
Paulo aliamini kwamba kifo chake kingekuwa kilele cha kazi yake ya umishonari. Wafilipi 2:17. Linganisha na Timotheo wa pili sura ile ya 4 aya ya 6 na ya 7. Pia yaelekea alifikiri kwamba kutoa uhai wake kungewatia shime wa Filipi waendelee kujitoa kafara, au kungewafanya wengine wachunguze imani aliyoshikilia kwa bidii sana. The SDA Bible Commentary Volume 7 ukurasa wa 160. Paulo aliona kifo kuwa ni faida kwa sababu angemwona Kristo katika uzoefu wake wa pili wa kuwa na ufahamu wakati wa ufufuo. Wakati huo huo, Paulo pia alikuwa na hakika kwamba kati ya kifo chake na kuja kwa Yesu mara ya pili, atakuwa amelala kaburini. Kifo ni kama usingizi. Paulo alilinganisha kifo na usingizi, Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 ya 14 na 15, akidokeza hali ya kukosa fahamu. Wazo hili linapatana na mafundisho ya Yesu katika Injili. Luka mtakatifu sura ile ya 8 aya 52 na 53. Yohana mtakatifu sura ile ya 11 hadi 13. Mfano mmoja wa wazi ni kisa cha kufufuliwa kwa binti Yairo. Cha ajabu, wakati Mathayo na Marko wanataja tu kwamba watu waliucheka uthibitisho wa Yesu kwamba msichana alikuwa amelala katika Mathayo 9:24, Marko 5:39 na 40. Wazo la Luka kama tabibu ni sahihi zaidi. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ile ya 8 aya ya 53. Zaidi ya hayo, kitabu cha Matendo pia kilichoandikwa na Luka kinaelezea kifo cha Stefano kwa kuthibitisha akalala. Matendo ya Mitume sura ile ya 7 aya ya 60. Ndivyo inavyosemwa kuhusu Daudi. Matendo 13 aya ya 36. Akirejelea kifo cha mababu, Petro anasema walipolala katika Petro wa pili sura ile ya 3 aya ya 4. Wanazuoni wanajadiliana iwapo kwa mababu Petro alimaanisha kizazi kilichopita cha Wakristo au wazee, yaani wahenga, lakini tofauti hii haina maana. Vyovyote vile, kifo kinaelezewa kama hali ya kutokuwa na fahamu, sawa na kile kinachotokea tunapolala kila usiku. Ni muhimu pia kutambua kwamba ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala wakati wa ufufuo wa Yesu. Mathayo 27:52. Aya hii ni muhimu katika kitabu cha Mathayo, ni si tu kwa sababu inafananisha kifo na usingizi, bali pia kwa sababu inaelekeza wazi kwenye ufufuo wa mwili kama tiba ya kifo. Kama tulivyoona hapo kwanza, imani ya Paulo kwamba kifo kinalinganishwa na usingizi imejengwa kwa kina sana katika mafundisho ya Yesu na inapatana na mawazo ya mitume wengine. Hivyo Biblia haielezei kifo kama hali ya kuwa na fahamu kama wengi wanavyofikiri. Umoja katika Kristo. Wafilipi 1:27 inaanzisha sehemu katika waraka. Wafilipi 1:27 hadi 30. Ambapo Paulo anahama kutoka kujadili mateso yake mwenyewe kwenda katika mateso ya wasomaji wake katika kazi yao kwa ajili ya Kristo. Mambo mawili muhimu yanajitokeza katika Wafilipi 1:27. Mwenendo wa maisha na umoja kama wa Kristo. Waumini wanaitwa kuonesha mwenendo bora na kudumu kuwa na umoja, licha ya upinzani wenye nguvu na mateso wanayokabiliana nayo kwa ajili ya imani yao katika Kristo. Paulo anatumia virai viwili muhimu kusisitiza aina ya uhusiano unaopaswa kuwapo. Uhusiano kati ya waumini, yaani roho moja na moyo mmoja. Wafilipi 1:27.
Lugha hii ya urafiki inapatikana katika waraka wote. Katika muktadha huu, Paulo anathibitisha kwamba Wafilipi wangeijaliza furaha yake kwa kuwa na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, wakinia mamoja. Wafilipi sura ile ya 2 aya ya 2. Katika Wafilipi sura ile ya 4 aya ya 1 hadi ya 3, Paulo anadokeza kwamba umoja ni muhimu kwa ajili ya kuutimiza utume. Wafilipi sura ya 4 aya ya 3 inatoa maneno ambatani manne yanayotanguliwa na kishirikishi cha Kiyunani sin, na au pamoja na, syzygos yaani mjoli, silambano yaani kihalisi chukua pamoja, sinathleo shindana pamoja na synergos yaani mtendakazi mwenza. Kwa hiyo Paulo anawataja wanawake walioshindania Injili pamoja naye na pia waliotenda kazi pamoja naye, ambao wote walijihusisha katika utume. Sehemu ya 3: matumizi maishani. Tafakari juu ya mada zifuatazo. Kisha waulize wanafunzi wako kujibu maswali yaliyo mwishoni mwa sehemu hii. Yesu alisema, mwanafunzi hampiti mwalimu wake, wala mtumwa hampiti bwana wake. Mathayo mtakatifu sura ile ya 10 aya ya 24. Miongoni mwa mambo mengine, fundisho hili pia linajumuisha kukataliwa, mateso na hata kufia imani. Katika Yohana 15 aya ya 20, Yesu anasema, ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Kama watendakazi katika kazi ya Kristo, tunatakiwa kuwa tayari kwa ajili ya nyakati ngumu. Biblia inafunua kwamba Shetani anafanya kazi kwa bidii katika ulimwengu huu ili kuzuia Injili isihubiriwe kwa mataifa yote, makabila, lugha na jamaa. Kwa maana anajua ya kuwa ana wakati mchache. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 aya ya 12. Watu wa Mungu lazima wafanye kazi kwa bidii pia. Hivyo Kristo anatuita kuishi kwa ajili ya utume, na tukiwa katika kazi yetu ya utume, tunahakikishiwa kwamba tutalala kaburini tukingoja ufufuo wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Mungu hawasahau wale wanaokufa kwa uaminifu kwa ujumbe wa malaika yule wa 3. Wanaahidiwa, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafatana nao. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 14 aya ya 13. Kwa sasa subira ni muhimu. Katika Ufunuo 14 ya 12, tumeitwa kubeba msalaba wetu na kumfuata Kristo. Mathayo 10:38, hadi siku tutakapopewa taji ya uzima badala ya msalaba. Ufunuo 2 aya 10. Wakati huo ni lazima tufanye kazi pamoja dhidi ya adui wa wote. Paulo asema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya majeshi ya pepo wabaya. Waefeso 6:12. Tukiwa pamoja katika Kristo na kuzivaa silaha za Mungu tutashinda. Maswali. Swali la kwanza, fikiria juu ya wakati ulipopitia mateso ya kidini. Kuteseka kwa ajili ya Kristo kuliimarishaje imani yako? Swali la pili, Kristo amekuita kwa ajili ya utume gani? Je, unamtimiziaje kazi hiyo? Hili ni somo la 3, ufafanuzi kwa mwalimu.
Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari hii juma hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.